أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بعد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. Ndugu zangu katika imani, usieni pamoja na kuhusia nafsi yangu katika swala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Hakika wamefaulu wale ambao wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Zangu katika imani, ikiwa katika ile mbaya mwisho ya mwezi wa Ramadhani ya mwaka huu wa 1446, leo hii ni siku muhimu sana ambayo sote kwa pamoja tutasimama wafanya tadabburi wa taamuli, tutasimama kuwaza na kufikiri na kupata mazingatio kwa kumalizika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hakika kila mmoja ameona jinsi mwezi huu ulivyokimbia kwa haraka sana, na ni sawa na alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, ayyama ma'dudat, ni masiku machache yenye kuhesabika, na ni kweli yameondoka kwa haraka sana. Niliukaribisha mwezi huu kwa kuambia karibu Ramadhani. Ilipofika katikati ya mwezi tukaona mwezi unakwenda kwa haraka, ukatamani mwezi usiende mbio, ukauambia mara ya Ramadhani. Lakini leo mwezi wa Ramadhani tunawaambia wadani ya Ramadhani, tunakuaga ewe mwezi wa Ramadhani. Ndugu zangu katika imani, tunawaga mwezi wa Ramadhani hali ya kuwa katika Ramadhani igawanyika makundi matatu makubwa. Katika mwezi huu wa Ramadhani tumegawanyika makundi matatu makubwa. Kundi la kwanza, wale ambao yusari'una fil khairat, wale ambao wako mbele wakikimbilia katika mambo ya kheri mbalimbali. Walifunga mwezi huu imani wa ihtisaba, kwa kuamini na kutaraji malipo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Walisimama kisimamo cha usiku imani wa ihtisaba, kwa kuamini na kutaraji malipo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Walishindana katika kusoma Qur'an, walishindana katika kutoa sadaqa na kuwasaidia wale ambao hawana uwezo
walishindana kwa kiasi kikubwa katika mambo ya kheri mbalimbali. Ulaika yusariuna fil khairat, hao ambao walikuwa mbali katika mambo ya kheri, walifanya kheri nyingi kweli kweli katika mwezi wa Ramadhani. Fahaniman lahum, hongera kwao, hongera kwao kwa kufanya vizuri katika mwezi wa Ramadhani. Wapo kundi lingine la watu aina ya pili, hawa walijitahidi lakini wakawa wakati hawakuweza kuwafikia hawa wenzao ambao walikuwa juu. Hawa pamoja na kwamba wamefunga kwa ihtisaba, kwa imani na kutaraji malipo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, lakini inawezekana walikuwa na mapungufu fulani katika funga zao. Walisimama usiku, lakini inawezekana baadhi ya siku hawakusimama. Walisoma Qur'an, lakini inawezekana hawakufika mbali. Walijitahidi kutoa sadaqa, lakini hawakuwa ni wenye kujitolea kwa kiasi kikubwa kama wale ambao mashallah tabarakallah. Hawa ni kundi ambao walikuwa na mapungufu kidogo. Allah subhanahu wa ta'ala ajalie yale mapungufu yao ambayo waliowapata katika kipindi hiki waweze kuyaziba katika muda ambao wamebaki katika mwezi wa Ramadhani. Ama kundi la tatu, hao ni wale ambao wamejidhulumu nafsi zao, hawakuipa Ramadhani nafasi yake, ma qaddaru Ramadhana haqqa qadrihi, hawakuipa uzito Ramadhani. Ilikuwa Ramadhani kwao ni kujizuia na kula na kunywa, lakini walikuwa wakifanya baadhi ya mambo ambayo yanapunguza funga yao. Hawa ni wale ambao wanaweza akawa wanafunga, lakini wanakaa kwenye maskani na kusema uongo na kusengenya na kushuhudia mambo ambayo ni mabaya yasiyofaa. Hawa ndugu zangu katika imani, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema kuhusiana na wao, rubba sahimin laysa lahu min sawmihi illa al-ju' wal-'atash, illa al-ju' wal-'atash. Yawezekana mtu akawa amefunga lakini hana anachokipata katika funga yake isipokuwa ni njaa na kiu. Hana thawabu yote aliyoipata isipokuwa ni njaa na kiu. Hao watu kama wakusudiwa kuwasikitikia, hao walahi humul mahrumun, hao hasa ndio waliokosa kheri ile aliyoandaa Allah subhanahu wa ta'ala katika mwezi huu. Mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi qudsi anasema, yunadi munadin ya baghi al-khair aqbil wa ya baghi ash-sharri aqsir, ewe unayetaka kheri njoo katika kheri, na ewe unayetaka shari achana na ndugu zangu katika imani. Kila mmoja ikiwa mbele yetu kuna siku moja au mbili, liyuhasib nafsahu, asimame yeye mwenyewe, aisajie nafsi yake, aiambie nafsi yake, azungumze na nafsi yake vipi alitekeleza Ramadhani. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, ayuha alladhina amanu, enyi ambao mlioamini, taqullah waltanzur nafsun ma qaddamat lighadin wattaqullah. Ittaqullah wattaqullah, ittaqullah, enyi ambao mlioamini, cheni Mwenyezi Mungu, muogopeni Allah, na kila mmoja nafsi yake iangalie, kila mmoja aangalie na afikiri nini ametanguliza kwa ajili ya kesho, siku ya Kiyama. Kitu gani ameandaa kuiangalia hiyo siku ya Kiyama? Allah akasema, wattaqullah, na muogopeni Allah, innahu
khabirun bima ta'malun, hakika yake Allah anayejua yale ambayo mnayofanya. Mimi na wewe tuziambie nafsi yetu, tuiulize nafsi yetu, kila mmoja kati yetu sisi, je, yale malengo ya funga yamepatikana kwa kila mmoja? Yapi malengo yetu? Allah subhanahu wa ta'ala amesema la'allakum tattaqun, la'allakum tattaqun, ili mpate kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Iulize nafsi yako, je, huko kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kumepatikana? Nafsi yako unaionaje katika kumcha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala? Angalia ulivyokuwa unafunga, hal sunta imanan wa ihtisaba. Je, ulifunga kwa kuamini Allah subhanahu wa ta'ala na kutaraji malipo kutoka kwake yeye tu Allah subhanahu wa ta'ala, au ulikuwa na mvuto mwingine wa kufunga? Na ulipokuwa unasimama usiku, je, ulisimama imanan wa ihtisaba kwa kuamini Allah na kutaraji malipo kutoka kwake, au kulikuwa na mvuto mwingine, labda watu wanasimama, rafiki zangu wanasimama? Jiulize nafsi yako, pimi nafsi yako, kwa sababu hakuna ambaye atakayelipwa malipo ya funga wala malipo ya kusimama usiku ya kusamehewa madhambi isipokuwa wale ambao wamefanya hivyo imani kwa kutizama, kwa kuamini kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba hii amri kutoka kwa Allah, mafundisho ya Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hapo ndipo tutakapostahili kusamehewa madhambi yako. Iulize nafsi yako, wakati unasoma Qur'an ulikuwa unasoma imani wa ihtisaba kwa kuamini kwa Allah na kutaraji malipo kwake Allah subhanahu wa ta'ala, au ulikuwa unasoma ili waonyeshe watu na uimbe kwa watu, au ulikuwa unasoma kwa sababu watu wanione kwamba mimi nasoma? Hapo utakuwa umepoteza ndugu yangu katika imani. Ihesabie nafsi yako kama angalia ulipokuwa unatoa sadaka. Sadaka yako ulikuwa unaitoa kwa imani na ihtisab, kiunaamini na kutaraji malipo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ulikuwa unafanya hivyo? Nafsi yako ilikuwa namna hiyo? Kama haikuwa namna hiyo, utakuwa umepoteza sadaka yako. Ndugu zangu katika imani, tuangalie fikra hii imeleta athari gani katika nafsi zetu, katika mafungamano yetu na watu wengine. Je, imeacha athari gani funga hii katika nafsi zetu? Je, udugu wetu umekuwa wale ambao tuliwakata tumewaunga? Hii ni athari katika athari kubwa ya funga. Ndugu zangu katika imani, tumeona katika mwezi wa Ramadhani jinsi tunavyopendana, jinsi tunavyokuwa karibu, jinsi tunavyotembeleana, jinsi tunavyoalikana. Haya ni mambo makubwa sana. Yaangalie nafsi yako, katika nafsi yako haya mambo yako vipi hivi sasa, ambayo yameleta uchamungu katika nafsi yako? Imepatikana ile la'allakum tattaqun, ili mpate kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Iangalie nafsi yako yale madhambi ambayo pengine ulikuwa ukiyagusa au ukiyakaribia, hivi sasa unayachukia na huyapendi, au umekaa umetendesha ishi Ramadhani. Iangalie nafsi yako katika hilo. Hapo ndipo utakapojua kwamba Ramadhani imeleta athari. Kile alichotaka Allah subhanahu wa ta'ala kimepatikana katika nafsi yangu, kwamba cha Mungu umepatikana. Ndugu zangu katika imani, nahnu nuwaddi'u Ramadhan, la nuwaddi'u al-ibada. Sisi ndugu zangu katika imani tunaiaga Ramadhan, lakini hatuiagi
iko pale pale, ibada na matendo ya kheri yako pale pale. Funga ambayo inataraji kuisha kesho kutwa, funga ya faradhi, ama funga za sunna zinaendelea. Kuna funga ya siku sita katika mwezi wa Shawwal. Kuna funga ya siku ya Alhamisi na Jumatatu. Kuna funga ya siku 3 nyeupe. Kuna funga pia hiyo siku 3 nyeupe. Kuna mfumo mwingine inaitwa funga ya siku 3 kwa kila mwezi. Hii funga inaendelea. Bali kuna funga ya Daud, Nabii Allah Daud, ambaye ameisifu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kuita khairu siyam Daud, kana yasumu yawman wa yuftiru yawman. Ni kule kwa Daud yake ni bora ya kufunga siku moja na siku moja bora. Funga inaendelea, sala ya usiku inaendelea, haijasimama. Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alihimiza kuswali sala ya usiku, bali Allah subhanahu wa ta'ala anawasifu waja wake wema kwamba kanu qalila min al-layli ma yahjaun, sehemu chache za usiku ndio walikuwa wakilala. Muda mwingi wakumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Kama vile ndugu zangu katika imani, pia sadaka zinaendelea. Wale ambao mashallah tabarakallah katika mwezi walijitolea kuwasaidia mafakiri, kuwasaidia maskini, mikono yao inapasa iwe mirefu hivi sasa, iendelee baada ya kumalizika mwezi wa Ramadhani, kwa sababu ilikuwa ni zoezi la kutuzoesha. Ndiko kwenye semina ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alitufunza kutoa kwa wingi. Tuendelee kutoa kwa wingi. Masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam walikuwa wakitoa wakachota mpaka wakati fulani kundi la maskini walikuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam wakitaka kujitolea kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini wakawa hawana kitu cha kujitolea. Ikabidi warudi wabili hawana kitu cha kujitolea. Wakiwa wanaondoka walikuwa wakijimba na machozi, wanatoka na machozi alla yajibu, kwa sababu hawapata kile ambacho watatoa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nafsi zao zilikuwa kajuti zinatamani kutoa, na ndio maana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliwataka watoe, wajitolee kwenye jambo lolote. Walikuwa mbele kabisa katika kujitolea. Hawa ni maskini wakahisi kwamba hawana kitu, waliondoka hali kuwa wanalia kwa sababu wameshindwa kujitolea. Ndugu zangu katika imani, Qur'ani tusimame. Qur'ani ipo, tuendelee kuisoma Qur'ani na ibada zingine nyingi ambazo tunaweza kuziendea na kuzifanya ibada hizo na kufanya mwaka wetu wote uwe ni mwaka wa ucha Mungu. Kwa hiyo nahnu la nuwaddi'u Ramadhan, nahnu nuwaddi'u Ramadhan wala nuwaddi'u ibada. Sisi tunaiaga ni Ramadhani, lakini ibada na matendo mema hatuyaachi, hayo yanaendelea. Na Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, muabudu Mola wako mpaka kufikie kifo. Hapo ndio mwisho wa kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Watu wabaya kabisa, ndugu zangu, ni wale ambao baada ya Ramadhani wanarejea kwenye maovu, wanarejea nyuma katika taa, wanaacha kusimamisha sala kama ipasavyo, wanarudi katika mambo mabaya na machafu. Hawa ni watu wabaya kabisa. Hawa hawajafahamu lengo la funga. Lengo la funga haina maana katika kipindi hiki tupumzike maasi, kisha baada ya mwezi wa Ramadhani tuendelee na maasi. Haina maana. Lengo la funga la'allakum tattaqun, ili tuweze kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa maana Allah subhanahu wa ta'ala ametupigia mfano katika Qur'an, tunausoma miaka yote. Mwanamke mmoja
ambaye alikuwa hana akili timamu, akili zake haziko sawa, alikuwa akifanya kazi ngumu sana ya kufuma kwa kutumia ima nyuzi au kwa kuwachuka watu nywele vizuri kwa tabu sana, kutumia pamba au nini, chochote kile. Alikuwa akitengeneza vitu vizuri, lakini akifika mwisho wake anafumua tena upya, na akimaliza anaanza upya, akimaliza anaanza upya. Na huyu ni mwanamke, anasema Rasul amemtaja Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani pale aliposema wala takunu kallati naqadat ghaslaha min ba'di quwwatin ankatha, wala ni Waislamu siwe kama yule mwanamke ambaye alikuwa akifuma kitu chake vizuri kikakamilika, kisha tena Allah amesema min ba'di quwwa, baada ya kutumia juhudi kubwa, baada ya kutumia nguvu kubwa, kazi za mikono ngumu kwelikweli, yeye kika mwisho anafumua kile kitu alichokitengeneza vizuri, anakifumua, kisha anarudi tena anatengeneza upya, akimaliza anafumua. Kazi yake ilikuwa hiyo. Allah akasema la usiwe kama huyo. Wanauni vipi mzambe imani? Wewe Ramadhani yote mashallah umetengeneza ibada yako vizuri, umemwabudu Allah, umejiepusha na maasi, umejiepusha na mambo ya munkarati na ovu. Ikisha Ramadhani ndarudi tena kule ambapo ulikuwa mwanzo. Hao ni watu waovu sana. Mzambe imani ibada tunashindana katika mwezi wa Ramadhani, na hilo ni jambo zuri sana. Tunaona mashindano makubwa sana, misikiti imejaa kwa mashindano ya kusoma Qur'an, ya kusimama misimamo ya usiku, misikiti imejaa kwa watu kuhudhuria madarasa. Haya ni mashindano ya mbele, mashindano kwa ajili ya akhera, kutafuta akhera, sio kwa ajili ya dunia, ni kwa ajili ya akhera. Tusirejee kwenye mashindano ya kutafuta dunia. Tumeiacha dunia, tumeingia akhera. Basi dunia kama tutaipa nafasi yake, isishindanie dunia. Siku moja wakati wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam akaondoka kubaia Amir bin Jamal, alikuja na sadaqa na mali kutoka miji ya Bahrain, akamletea Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mali za Waislamu ambazo zinapaswa zigaiwe kwa Waislamu. Ilipofika salatu al-fajr, watu walijiandaa katika msikiti wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposwali, alipomaliza akawageukia Waislamu waliomo msikitini, akaona macho yao yanaashiria jambo fulani, akaelewa hapo wanataka jambo fulani. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia, adhunnukum qad sami'tum anna Aba Ubayda qad jaa bi shay', nadhani kwamba nyinyi mmesikia kwamba Abu Ubaida ameleta chochote katika mali. Akawaambia, waamilu ma yasulukum, muwe na bishara njema, tarajieni kile ambacho kitawafurahisha, wala msiwe na wasiwasi, wala msiwe na wasiwasi kabisa mtapata hizo mali. Kisha Mtume akasema, fawallahi la al-faqra akhsha alaykum, la al-faqra akhsha alaykum, wallahi ufakiri sio unaogombea kwenu, sio ugombei kwenu ufakiri. Anasema hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam, walakin akhsha alaykum an yumsaka alaykum ad-dunya, lakini kile ninachokichelea na kitakuogopa kwenu isije ikakujibiwa dunia kwenu, ukawa na mali nyingi
mkawa na uwezo mkubwa. Alafu mada ya hadithi anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ukitokea hivyo anasema kama musibat ala alladhina min qablikum, kama walivyokuwa wale ambao walikuwa kabla yetu. Allah subhanahu wa ta'ala aliwajalia kwa ujumla wao, kwa wingi wao, majority yao walikuwa na mali ya kutosha, hawakuwa maskini wengi, maskini walikuwa ni wachache. Nini ambacho kilitokea? Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, fatanafasuha kama tanafasuha, wachuhudika kama anafanya au nyinyi sasa mtashindana kwenye hii dunia, kwamba mwenzako akifanya hili katika dunia, wewe utataka ufanye zaidi ya lile katika aliyofanya yeye. Akinunua hiki unataka ununue zaidi ya kile alichonunua yeye. Unashindana katika hii dunia, nani wa juu zaidi? Kama walioshindana wao hapo, ilikuwa ni dunia, himma yao kubwa ilikuwa ni dunia, wanapambana kwa ajili ya dunia. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema ikawaangamiza. Kwa hiyo naofia na isije ikawaangamiza dunia hii, na hili anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kigezo. Wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewafungulia duniani huko, nini kinachotokea kwao? Nini kinachotokea kwao? Wanashindana kwa ajili ya dunia, wakajapelekea wauane, wamapizane kwa ajili ya dunia. Tulikuwa katika mashindano ya akhera, tunasoma Qur'ani kwa wingi, tunatoa sadaka kwa wingi, tunafunga kila siku, tunafanya mambo ya kheri mbalimbali. Haya ndio mashindano ya kushindana. Tushindane katika hayo. Hii dunia hii si kwamba tuiache kabisa. Allah anasema wala tansa nasibaka min dunia, na wala sio haramu kuikusanya dunia hata kama ikiwa yote, lakini usisahau Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Allah anasema wabtaghi fima ataka Allahu ad-dar al-akhirah, tafuta katika kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala alikupa, tafuta nyumba ya akhirah, tafuta pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bali unapofunguliwa dunia hii, unapokuwa na mali nyingi, unapokuwa na uwezo mkubwa, tafuta akhirah, tafuta akhirah, shindana katika akhirah. Ndipo anaposema Al-Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala, idha ra'aita ar-rajula yunafisuka fi dunya fanafisuhu fil akhirah, ukimwona mtu anataka kukushinda katika hii dunia kwenye mambo ya dunia, basi mshinde katika akhirah, mshinde huyo mtu katika akhirah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Alhamdulillah rabbil alamin, ar-rahman ar-rahim, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin khatamil anbiya' wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, ausia nafsi yangu mara nyingine katika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, katika wafaulu wale wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Katika hotuba yetu ya pili, napenda kusisitiza mambo mawili matatu. Baada ya kusisitiza katika hotuba ya kwanza kwamba lam nuwaddi al-ibada walakin wada'na Ramadhan, ibada ya ziada lakini tumeiaga Ramadhan, ibada zingine zinaendelea. Katika ibada muhimu ndugu zangu katika imani ambazo zinaambatana na mwezi huu wa Ramadhani ni zakatul fitr, zaka ya fitri. Alhamdulillah, imefafanuliwa sana katika madarasa, tumesikia sana katika habari mbalimbali. Allah ametupa neema kubwa siku hizi ya kwamba mambo mengi tunayapata katika mikono yetu, katika simu zetu, katika redio zetu. Zaka hii ni faradhi,
na maana ya faradhi ni lazima kwa kila Muislamu, kama alivyosema Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awe mtu awe mwanaume awe mwanamke, awe huru awe mtumwa, wote hawa wanawajibika kutoa zaka ya fitri. Na hii zaka ya fitri, ndugu zangu katika imani, kiwango chake cha kutoa ni 2.5 au na nusu, 2.5 au na nusu kwa kitu kimoja. Kiwa katika baba wa familia, wale ambao wako chini yako wote, kiwako, watoto wako, na wale ambao unalazimika kuwalisha, hao tunatakiwa watolee zaka. Na hii faida yake kubwa, amesema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faida kubwa mbili amestaja Mtume sallallahu alaihi wasallam, akasema dhurmatun lilmasakin, kwamba ni chakula ili kuwawezesha wale maskini mafakiri siku ya Idi waweze kupata. Halafu pia tuhuratan lissaim, kumtakasa na kumsafisha mfungaji kwenye yale mapungufu ambayo yametokea katika funga yake. Ndugu yangu katika imani, usiache ibada hii. Na ibada hii, ndugu zangu katika imani, inatakiwa itolewe kabla ya sala ya Idi, kabla ya sala ya Idi, yani wakati wake hasa pale unapoonekana mwezi, kwamba mwezi umeonekana magharibi mpaka alfajiri ya siku ile ya Idi, ndio mwisho wa kutoa zakatul fitr. Lakini wanazuoni kutokana na wakati kwa finyu mdogo, wamesema kwamba inajuzu, inafaa kutoa siku 2 kabla, siku 2 kabla au siku 3 kabla, inafaa kutoa zakatul fitr. Kwa hiyo kuanzia sasa inafaa kutoa zakatul fitr. Kitoa zakatul fitr hiyo ambayo unatakiwa utoe chakula au mtu fedha au wakala ambaye atakayenunua chakula, kitoa kuanzia hivi sasa itakuwa ni zaka, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, zakatun maqbula, ni zaka inayokubaliwa. Ndugu zangu katika imani, anaitoa zaka hii ni yule mwenye chakula cha ziada cha ile siku ya Idi na usiku wake wa Idi, ana chakula cha ziada cha siku nzima ile, mchana na usiku. Ile ziada aliyokuwa nayo anatakiwa atoe zaka. Wengi kati yetu tunao uwezo huo wa kutoa zakatul fitr. Wengi kati yetu katika imani tunao uwezo huo wa kutoa zakatul fitr, sio wa kupokea zakatul fitr. Wanaopewa zakatul fitr, zaka hii inapewa kundi moja tu katika yale makundi manane ya kupewa zaka, nao al-fuqara, wale maskini kabisa, hawana kitu, hao ndio wanaopewa zakatul fitr. Jitahidi ndugu zangu katika kutekeleza ibada hii, ina faida kubwa sana. Lakini ibada nyingine ndugu zangu katika imani ni sala ya Eid, nayo ni wajibu kwa mujibu wa kauli 3 za wanazuoni. Iliyokuwa kauli yenye nguvu ni kwamba sala hii ni wajibu. Wako wanaosema fardhu kifaya, ni faradhi ya kutoshelezana, wakiswali wengine hawakuswali hawapati dhambi, na wako wanaosema kwamba ni sunna muakkada, sunna iliyopotezwa. Lakini kauli ya kusema kwamba ni wajibu hiyo inaonekana kwamba ni. Kwa nini? Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuiacha sala hii, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam aliamrisha wanawake watoke wote, watu wazima na vijana na watoto, hata wale wanawake ambao wao katika siku zao, wote hawa ametaka Mtume sallallahu alaihi wasallam kusali sala hii. Hii dalili wanaichukulia wanazuoni kwamba ni jambo la faradhi, jambo la wajibu kusali sala hii. Usikae nyumbani unasema ni fardhu kifaya, usikae nyumbani unasema ni sunna muakkada. Toka kama hauna udhuru wowote wa kuzuia kwenda kusali, toka na familia yako. Ni siku maalum kabisa ya kuonesha neema ya Uislamu,
ya kuchunguza nembo ya Uislamu. Allah subhanahu wa ta'ala anasema dhalika wa man yu'azzim sha'air Allah innaha min taqwa al-qulub, yule ambaye anaichunguza nembo ibada ya Allah, hakika hilo ni katika jambo ambalo linaonyesha kucha Mungu moyo wake. Tutoke aliyokuwa tunamtukuza Allah subhanahu wa ta'ala, tunaleta takbira, tunazileta hizi kwa wingi. Tutoke hali ya kuwa tumevaa mavazi mazuri, tutoke hali ya kuwa tumeoga, tutoke hali ya kuwa tumejipaka manukato. Hii ni kwa wanaume kwa manukato, kama wanawake hairuhusiwi kufanya hivyo. Na kwa wanawake ndugu zangu katika imani, na sisi ndio masuul, sisi ndio tutakaoulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Rijal qawwamuna 'ala an-nisaa, lazima tuwalinde, lazima tuwasimamie kuhakikisha kwamba mavazi wanayovaa hayaendi kinyume na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wanapokwenda kwenye msafara kwenda kusali sala hii, wamevaa mavazi ya kisheria yale ambayo yanakubalika kwa mujibu wa mafunzo ya Uislamu, si wavae kijitanga au kijela au wamefunika kijiushungi namna hii, la, ambayo kwa mujibu wa mafundisho ya Uislamu mwanamke mwili wake wote hautakiwi kuonekana. Ndugu zangu katika imani, jambo muhimu sana hili ni jambo muhimu sana ndugu zangu katika imani, na katika hilo tunawakumbusha ndugu zangu katika imani kwamba mwaka huu swala tutaswali katika viwanja vya Lamore pale katika ofisi ya mkuu wa mkoa. Hatukuweza kupata nafasi ya kuswali tangamano kama ilivyo kawaida kwa mazingira ambayo nyinyi mnayafahamu na yaona hali ilivyo pale. Ni vigumu tena kuswali kundi kubwa la watu. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, tutaswali katika viwanja vya Lamore. Viwanja hivi kwa wale ambao hawafahamu, iko karibu sana na stendi hapa mjini ya Damiani, barabara ya 12 ukienda chini kule, kama unakwenda kwa mkuu wa mkoa hapa katikati kwenye njia panda ya kukutana barabara ya 15 na barabara ya 12, hapo ndipo unapopata viwanja hivi vya Lamore. Wote tutoke siku hiyo tuelekee huko kwa ajili ya kutukuza siku hii kubwa na kutukuza Allah subhanahu wa ta'ala na siku ya shukrani. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikeen wa dammir a'da'aka a'da' ad-din bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal siyamana wa qiyamana wa du'ana wa sujudan wa sadaqatina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة